Ndani ya kikao cha bunge la Knesset kilichosheheni mvutano na hoja kali, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ameweka wazi kuwa Israeli ipo tayari kutoa jibu la nguvu zisizokadiriwa dhidi ya Iran iwapo taifa hilo litalenga usalama wa taifa la Kiyahudi. Kauli hiyo ilitolewa wakati viongozi wa upinzani walipokuwa wameandaa mkutano wa hoja kwa saini 40. Imefanya wazi na kumtumia ujumbe kwa utawala wa Ayatollah kwamba iwapo watatenda kosa kubwa zaidi katika historia yao na kushambulia jamhuri ya Israel, tutajibu kwa nguvu ambazo hawawezi hata kufikiria. Netanyahu walitangaza kwa msisitizo, tuko katika nyakati ngumu, tumejiandaa kwa hali yoyote. Hii si kwa wakati wa mijadala kama siku hizi za Purim. Tunapaswa kuunganisha safu za wananchi na kusimama bega kwa bega. Nina imani katika nguvu zetu na mashujaa wetu. Tukisimama pamoja tunafanikisha mambo makubwa, aliongeza. Kiongozi wa upinzani Yair Lapid alijibu kauli ya Netanyahu kwa kusema kuwa kuna uwezekano mkubwa wa kampeni ya Iran. Kama kampeni hii itatokea, na lazima itokee, tutapunguza tofauti zetu zote. Kila tofauti ya maoni itatoweka hadi janga hili lipite. Mnajua mimi ni kiongozi wa upinzani, mnajua Netanyahu na mimi ni wapinzani, lakini Iran lazima ishughulikiwe kwa nguvu zote. Utawala wa Ayatollah lazima uondolewe. Hata hivyo, hoja za upinzani hazikukoma hapo. Avigdor Lieberman aliitaka hadharani Netanyahu kwa matukio ya 7 Oktoba, akimuita waziri mkuu wa Oktoba 7. Alisisitiza kuwa mauaji ya kimbari katika siku hiyo hatafikirika katika kumbukumbu ya taifa, na akaongeza, haya yalikuwa ni mauaji mabaya zaidi katika historia ya taifa, na wewe ndiyo kiongozi mkuu wa kosa hilo. Lieberman alikumbusha kikao cha baraza la mawaziri mnamo Novemba 13, 2014 ambapo aliitaka kuanzishwa operesheni kubwa kuharibu Hamas, lakini Netanyahu alichagua mapumziko ya silaha. Aliongeza kuwa kimsingi serikali ya sasa inaonekana kushindwa kutoa ushindi wa dhahiri katika kampeni zake, huku Gaza ikipata ujenzi wa upya na Israeli ikitoa huduma za umeme, maji, mafuta na maroli kila wiki, hatua ambazo zinaashiria changamoto kubwa katika kudhibiti usalama wa eneo. Kauli za Netanyahu pia zilisisitiza mshikamano na United States, taifa linaloshirikiana kiviwanda na kijasusi kuhakikisha ulinzi wa Israeli dhidi ya tishio lolote la kikanda. Msemo wa Netanyahu unaosema tukiungana tunaweza kufanikisha mambo makubwa unaleta taswira ya taifa linalojiandaa kwa mashambulizi ya dhahiri, huku likikazia mshikamano wa kitaifa na kidiplomasia. Hali hiyo inaonyesha Israeli ipo katika kesi ya tahadhari ya kiwango cha juu, ikijikita katika hofu na mshikamano wa kitaifa. Njia za Netanyahu ni za kishujaa, zenye nguvu za kijasusi na kisiasa, zikilenga kudhibiti tishio la Irani bila kuingilia moja kwa moja mashambulizi ya mapema. Hoja ya upinzani zinaonyesha migongano ya kihistoria na kisiasa ndani ya Israel, ikionyesha kuwa hata katika nguvu kubwa migongano ya ndani ni changamoto isiyoepukika.